Kuna changamoto nyingine imetokea kuhusu kesi ya mwenyekiti Mheshimiwa Tundu Lissu. Kwa ratiba tuliyokuwa nayo, kesi ilipaswa kuendelea tarehe 3 mpaka tarehe 11. Sasa baada ya break ya uchaguzi tarehe 3 Jumatatu, Mheshimiwa Lissu hakuletwa mahakamani. Sisi kama chama na kama mawakili tumefanya jitihada kadhaa za kujaribu kumfikia Mheshimiwa Tundu Lissu kule gerezani, na kwa bahati mbaya hatujafanikiwa kwa sababu magereza wanasema kwa sasa hawaruhusu mtu yoyote kumuona. Kwa hiyo Mheshimiwa Lissu hajapata hiyo haki ya kuzungumza na mawakili wake. Lakini kwa ufuatiliaji wetu kupitia vyanzo vingine inaonyesha kesi iliyokuwa iendelee tarehe 3 itaendelea tarehe 10 mwezi wa 11. Manake ni wiki ijayo. Sasa tunasubiri hiyo wiki ijayo, lakini Jumatatu mimi mwenyewe nimekwenda Ukonga, nimenyimwa access ya kumuona. Jumanne wakili Nation Nkungu pia amekwenda Ukonga, amezuiwa kumuona. Kwa hiyo kwa kipindi chote hicho magereza hawatoi access yoyote ya kumuona. Na kwa maneno mengine na wasiwasi kama kesi itaweza kuendelea tarehe 10 kwa sababu watamleta mtuhumiwa akiwa hana maandalizi kwa sababu hatujashaulizana. Na mtakumbuka kwamba pale Mahakama Kuu Mheshimiwa Lissu aliomba na mahakama ikakubali kwamba mawakili waliokuwa wanamwakilisha Kisutu basi wamsaidie kufanya utafiti wa kisheria kwa sababu ya mazingira yaliyoko kule ndani. Naam, ni hali tata inayoendelea kumkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu. Kama ulivyosikia mwanzoni mwa hii video, mwanasheria wa Tundu Lissu ameonyesha kwamba amenyimwa nafasi yake ama haki yake ya kukutana na mteja wake Tundu Lissu bila usalama wa faragha akiwa gerezani. Ya uhaini ya Tundu Lissu ambayo imevuta umakini mkubwa wa ndani si tu Tanzania bali kimataifa. Ni kesi ambalo na mvuto mkubwa, na kwa mujibu wa sheria gereza na utaratibu wa sheria nchini Tanzania, mfungwa ana haki ya kukutana na wakili wake kwa faragha isipokuwa mahakama ama sheria ibainishe vinginevyo. Lakini tunajua kwamba Tundu Lissu mahakama imempa nafasi ya kukutana na mawakili wake, lakini kama ulivyosikia magereza alipo Tundu Lissu hawaruhusu wakili wa Tundu Lissu kukutana naye. Lakini tungependa kusikia kutoka kwako, je, maoni yako ni yepi kuhusiana na hii kesi ya Tundu Lissu? Kama ulivyosikia itaanza tarehe 10 mwezi huu wa Novemba. Hii ni baada ya ghasia za uchaguzi zilizotokea. Kesi hiyo ile kuwa inastahili ianze tarehe 3. Tungependa kusikia kutoka kwako, tueleze maoni yako kuhusiana na wakili wa Tundu Lissu kutoruhusiwa kukutana naye gerezani. Hii inachochea maswali makubwa ya kimsingi. Je, mteja anaweza kupata utetezi wa haki ikiwa hakuwahi kukutana na wakili wake? Haya ni maswala ya msingi katika haki za kiusalama na haki za kujitetea. Kumbuke kwamba wakati uliopita Tundu Lissu alichukua uamuzi wa kushangaza mbele ya mahakama ya kuomba kujitetea yeye mwenyewe badala ya wakili kwa sababu hizi, sababu kuu ikiwa ni kukataa hali ya usumbufu wa kuwasiliana na wakili wake kwa namna ya kawaida. Na tunaona kuwa ni changamoto ambayo haijaanza sasa bali ilianza tangia aliposhikwa. Tueleze maoni yako kuhusiana na Tundu Lissu kutokubaliwa kukutana na wakili wake. Je, maoni yako ni yapi? Tueleza hapo chini, na pia bonyeza alama ya like na subscribe.